Umekuwa ni mtumiaji mzuri wa mitandao na mara nyingi ukiwa unaelezea masuala mbalimbali kwenye mtandao. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Hatari kubwa ama hofu kubwa ni matumizi ya mitandao dhidi ya uchaguzi mkuu, ikiwa watu wana hofu ya udhalilishwaji na mambo kama hayo. Ukiambiwa useme neno kuhusu hili, utasemaje? Kwanza kabisa, unajua kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii yana fursa nyingi na ni muhimu, na mimi kama mbunge nimetumia mitandao ya kijamii kutangaza kazi zangu na kukutana na watu mbalimbali. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba pia mitandao ya kijamii inaongeza ukatili wa kijinsia, hususan kwa viongozi wanawake, si tu hapa Tanzania, barani Afrika, hata na nje ya nchi. Lakini kubwa zaidi ambalo mimi binafsi nimekuwa pia nikilisemea ni matumizi ya teknolojia mpya kama akili mnemba. Na matumizi ya teknolojia mpya kama akili mnemba yana fursa, lakini pia ikitumika vibaya inaweza kuwa na changamoto. Kwa mfano, tumeshaona kwenye mataifa mengine unakuta ile akili mnemba inatumika kutengeneza matokeo ambayo sio halisi. Kwa pale ambapo matokeo halisi yanakuja kutolewa, umma unakuwa unadhani kwamba haya yaliyotoka mwanzo ndio sahihi, yaliyotoka baada yanakuwa si sahihi. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni namna tu ambavyo tutakwenda kuona ni namna gani bora ambavyo tutatumia mitandao ya kijamii, tutatumia teknolojia pasipo kuwa na mlengo hasi au pasipo kutumia kwa lengo la kupotesha umma.